Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeas. Tactically, how was the game? Was not tricky. I think we controlled the better part of the game. I don't think we considered any shot on target in the first half. I think there was only one shot of target. Second half, again, I don't think there was any stress. But I just hate conceding goals. I think it's what takes everything away, because I think it's a game we could have easily scored maybe 6 first half, maybe 5 second half. But the team is still growing, the team is still anxious, everybody still wants to prove something to me, and that puts them under a lot of pressure to perform. So I understand, that's why it's not easy for them to give me the goals that I'm looking for, because I think this team has got a lot of goals. Coach, no, you have asked. You have asked. I can't look at other kids. What does it say? In 2 games with 7 goals. No, I mean, I want to win a game. I don't care what happens. I want to win games and want to score goals. And when you score a lot of goals, you must be ready to concede. Yes, the goals we have conceded are not very good, but can you imagine if we scored all the chances we got and conceded 1? We could have maybe 10-1, and you'd still complain with 1 goal conceded. 7 goals in 2 matches. I think for me that's a very good return, and I think we can still do better, because in both matches we did not take our chances. Coach, Can you give other kids? I mean, really. No, give other kids. can I come again? You want to come? Yes, I do. Coach, what makes surprise? You are leading 3-0. Dominating the game, putting defense player up front. I was not putting him as a defensive player. I was putting him because I know he's got a very good cross. And when I put Sheikh in, I thought he's the one who can supply him better, because he's got a very good technique. And I knew we will be given space on the side to deliver balls into the box. But I think he also enjoyed the music and started playing short passes, combinations, instead of finding the striker that we brought into the box, because I want my strikers to have confidence early in the season, and Sheikh has not scored. So for me it's very important that all of them, they start scoring, because it will settle their nerves and they will start focusing on their football actions. Don't you think it's killed the team, because after 3 goals the team fell down? Team was never killed. Team won 4-1. Are you looking for negativity? Are you one of the angry ones that want this team not to succeed? Because we are going to succeed. Rest assured, you will cry a lot if you think this team is going to have problems, because this team is going to win a lot of matches. Coach, what's your take on Shadrack Walker performance? He played very well. Just unfortunate that in the final third, maybe not connecting well in some moments, but I'm very happy with the energy. I'm very happy with the mentality, the effort of the group. And Boka has been very instrumental for this season. He's working very hard. And I'm a fanatic of hard working players. Thank you. Pole kwa mchezo, hongera pia kupoteza siku hii ya leo. Mpango wako umefeli kiasi gani? Kiasi cha kufunga goli 4-1. Kwa hiyo tumekuta kabisa tactically tulikuwa na mpango tucheze counter attack ambayo wenzetu Yanga walikuwa wazuri kupigia. Ukipata mpira walikuwa wako kule sharp kwenye kufanya counter attack. Na wakipata wanaweza kukaa nao kwa muda mrefu. Sisi wachezaji wetu tulifika stage kiasi ambacho walikuwa wanashika kufanya movement kwa ajili ya process na kukaa ndani ya mpango. Na wapokeza Yanga kwa kweli, tactically, discipline wise walikuwa wako very confident
the way ambavyo wanakuja mbele kushambulia, unaona kabisa pattern zao zinavyounganika. Lakini sisi Coast tulishindwa na jinsi ambavyo Yanga waliwahi kinamba. Kwa hiyo kweli kongole kwao. Yes, ilikuwa ni mpango wetu tangu mwanzo kwamba tucheze low block, tuwatafute kwenye transition ya counter attack. Lakini kia tukijaribu tukiwa tupo wengi, wenzetu walikuwa wanaweza kuja kudefend kwa haraka sana. Sisi kuongezeka counter playing tunachelewa. Sasa baadaye tulipofanya mabadiliko hasa baada ya red card, tukasema basi hatuna cha kupoteza. Tucheze mpira katika utulivu zaidi, tuzuie magoli yasije yakawa mengi. Kwa maana hiyo tucheze possess zaidi, tukaingiza watu wengi ambao walikuwa kukimbia, na tumeona kabisa walioingia baadaye angalau walibalance speed na energy ya Yanga ambao walikuwa nayo. So lakini haikutosha. Yanga wakapata magoli mawili. Yes, tukapata goli moja. Yes, nashukuru tumemaliza mchezo salama, lakini tumefungwa. Bado timu yetu na wachezaji wengi ambao waliondoka, so klabu inaisha timu yetu. Ligi ndio mwanzo, imeanza mchezo wa pili. Naamini kabisa as we move on, timu inaendelea kuimarika. Unaiona kabisa performance yako kuja juu. Yanga walikuwa na mchezo mzuri, walifanikiwa leo. Lakini plani yetu ilikuwa kucheza tupate point moja walau, lakini wakizubaa tupate goli moja ambalo kwa point tatu. Kwa hiyo nawapongeza sana Yanga, wana kikosi kizuri na maandalizi yao pia yako mazuri zaidi. Kwa hiyo niwapongeza, mchezo wao kwa mzuri zaidi kwa fungu kama Coast. Mpango wako pengine ni upi hasa, labda timu unayocheza nayo ifuate mpango wako au wewe ndio upate mpango wa timu pinzani kulingana na game plan? Mara nyingi lazima ustiki kwenye game plan mara nyingi, lakini hauwezi kuwa na game plan ina moja. Kama lazima una game plan 2-3 kana vile mpangano. Coach, unasema kipigo cha timu yako kilikosa nidhamu ya mchezo, pengine kipigo cha mabao 4 imestahili? Siwezi kujibu swali hilo. Shukrani sana. Asante sana. Full time ya Hot Peas.